Naitwa Edward Mpogolo, ni mkuu wa wilaya ya Ilala. Kuja kwangu hapa, nimekuja pia kwenye kituo cha kaka yangu Sheikh Mziwanda, ambaye pia amekuwa mlezi wangu kwa muda mrefu. Lakini na tendo ambalo alikuwa analifanya leo ni tendo la upendo, tendo la kuwafundisha watoto wetu bila kujali dini, itikadi wala rangi, amesema Sheikh wetu hapa Sheikh Jongo. Nikaona na mimi nina wajibu wa kuja kushiriki pamoja nanyi. Lakini nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali kumshukuru sana mheshimiwa mbunge yuko hapa, naye kwa kuacha majukumu kuja kushiriki. Nishukuru sana mstahiki meya wa manispaa yetu ya Temeke na waheshimiwa madiwani ambao wote mmeshiriki na wenye viti ambao mmekuja. Lakini washukuru mashehe wote, waandishi wa habari ambao wote kwa pamoja tumefika kuja kuipa heshima shughuli hii ya leo, lakini na dhamira ya Sheikh Mziwanda na timu yake kuhakikisha wanatangaza amani katika nchi yetu, na amani hiyo imezungumzwa na Sheikh wetu Sheikh Jongo. Hivyo na kila sababu wa kuwashukuruni nyote kwa pamoja. Mimi sina la kusema, lakini naomba niseme mambo mawili. La kwanza, nchi yetu imejengwa kwenye mabega, kwenye mikono ya viongozi wetu, wazee wetu. Katika historia ya kabla ya uhuru, kipindi tunadai uhuru na baada ya uhuru, sisi ambao tunajiita vijana wa leo, nchi hii imejengwa kwenye mabega ya hawa wazee wetu ambao zamani na wao walikuwa vijana, walitumia ujana wao vizuri kwa kuilea nchi yao, walitumia ujana wao vizuri kwa kuitunza Tanzania. Ni mimi na wewe kijana mwenzangu Mtanzania, tutumie nafasi yetu vizuri ya ujana kwa ajili ya wajukuu zetu, watoto wetu watakavyokuja kuikuta Tanzania. Tusiitumie umri wetu huu vibaya ili watoto wetu waje wakute mashimo, waje wakute makaburi ya watu waliokufa. Niwaombe na kuwasihi, amesema mwalimu wetu, shekhe wetu Sheikh Jongo, kwamba nchi hii ilijengwa na viongozi. Wamewataja hapa baadhi ya viongozi ambao wakati huo walikuwa vijana. Lakini Sheikh Jongo angeweza kutuambia katika kipindi hicho, si kila aliyekuwa kijana alikuwa na kazi ya kuajiriwa. Si kila aliyekuwa kijana miaka ya 60 alikuwa ameajiriwa na analipwa mshahara. Si kila kijana wa miaka 70 alikuwa analipwa mshahara. Inakuaje mimi na wewe kijana wa leo unataka kila mmoja wetu aweze kulipwa mshahara? Ziko fursa nyingi ambazo viongozi wetu wameendelea kutuambia, tuhakikishe tunakwenda kuzitumia. Wazee wetu wameitunza tunu zetu za Tanzania hii. Hata ukienda kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunu hizi zipo, zimeandikwa. Ya kwanza tunu ni amani, imeandikwa, ambayo ipo na imelelewa na wazee wetu. Iko tunu ya umoja, iko tunu ya uhuru, iko tunu ya mshikamano, iko tunu ya maadili, lakini iko tunu ya lugha njema ya Kiswahili. Hizi zote ni tunu zetu ambao tunapaswa kuzilinda. Wazee wetu wamejitahidi mpaka leo hii. Sheikh Jongo anapokuja kusema yuko Kariakoo na mimi namlinda, ni kweli. Ametunza hizi tunu mpaka leo hii ananikabidhi na hii maiki, tunu hizi zikiwepo. Ni mimi kijana na wewe kijana mwenzangu, tunaipeleka wapi hizi tunu za taifa letu? Tunamwachia nani mtoto wetu? Tunamwachia mtoto wetu tunu ipi kati ya hizi ambazo tumerithi kwa wazazi wetu? Tuna kila sababu ya kuwashukuru sana viongozi wetu wa dini. Mmefanya kazi kubwa sana ya kuzihubiri tunu hizi, ya kuzilinda. Mpaka leo hii sisi tupokuwa vijana na tunapata uongozi, mnatukabidhi. Mmefanya kazi kubwa, tunawashukuru sana. Tunaendelea kumwomba Mungu kwa ajili ya kuendelea kuwapa umri mrefu, kuendelea kuwapa afya njema, ili muhakikishe na sisi vijana wenzenu tunahakikisha kunaenda kuzilinda tunu hizi. Mmemsikia Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan juzi wakati anaongea na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wote Tanzania. Amezungumza kwenda kuzilinda tunu hizi za Tanzania. Amezungumza kwa pia
kwenda kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima kubwa, mzee wangu Sheikh Jongo, niwaombe ninyi viongozi wetu wa dini, mko ambao ni wema sana. Tunamshukuru Mungu kwa wema ambao amewajalia, kwa upendo wenu, kwa kuhubiri mema ya Tanzania yetu. Sisi vijana tunaamini ninyi viongozi wetu wa dini ni daraja. Tunaamini ninyi viongozi wetu wa dini ni kimbilio. Mahala popote nikipata changamoto, viongozi wa dini watakuwa kimbilio. Lakini viongozi nyinyi wa dini tunategemea ni taa, kama mimi navyokutumia mzee Jongo kama sehemu ya taa ya maisha yangu na namna ya kuwahudumia watu. Wako baadhi ya viongozi ambao hizi daraja, hii taa, hii tunu inawatoka. Wanatamani sana kuja kwenye siasa. Tuwaombe waendelee kubaki kwenye dini, wasitamani sana kuja huku. Sheikh Jongo na ndugu viongozi wenzangu, wako wengine anaweza kumaliza hotuba ya saa nzima asimpongeze hata rais kwa mambo mazuri ambayo ameyafanya. Unamkuta mtu anaweza akaandika hata peji 10, 20, asiandike hata para moja ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ujenzi wa barabara hata ya mwendo kasi kuja Mbagala, kwenda Tandika, kwenda wapi, kwenda Gongo la Mboto, kwenda wapi, hata barabara nzuri hasemi. Lakini tumemwona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila kiongozi wa dini akipata nafasi yake, rais amekuwa akiandika, akiwapongeza, akitoa ahadi ya ushirikiano. Wako wengine wanapata ugumu. Sasa sisi ambao pia ni watendakazi, unamwangalia ule kiongozi wa dini mara 2 mara 3, unapataje ugumu hata kusema pongezi kwa ushindi ulioupata, hata kusema asante kwa barabara unazozijenga, hata kusema asante kwa kila kata kuwa na kituo cha afya, hata kusema asante kwa hospitali yetu ya rufaa ya Muhimbili kuboreshwa, hata kusema asante kwa kuwa na hospitali bora Tanzania, hata kusema asante foleni ambayo ilikuwepo hapo bandarini leo hii haipo, hata kusema asante hata sadaka na zaka zimeongezeka kwa sababu watu biashara imeenda kukua, hata kusema asante barabara za kwenda mikoani zimeimarika, hata kusema asante kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu ndege zimeimarika na sisi viongozi wa dini tunaweza kupanda ndege kwenda mahala pengine. Hakuna hata neno moja la asante kumpongeza au kumshukuru Mheshimiwa Rais. Tunawaomba ninyi viongozi wetu wa dini, tukaangalie mnatumfundisha yale mnaotufundisha. Tunawaomba na ninyi viongozi mkayaishi. Mnatufundisha, tunawasikiliza, mnayaishi wengine tofauti. Hivyo nakushukuru baba yangu, mimi nitaendelea kujifunza kutoka kwako. Tunawapongeza na kuwashukuru wale viongozi ambao mnaendelea kuhubiri amani ya taifa letu, na sisi tunahakikisha tutaendelea kuwalinda. Niwahakikishieni mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa ni salama sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vizuri. Ombi langu kwa wananchi wote, kwa ndugu viongozi wa dini, ukiona taarifa yoyote, naomba mtoe taarifa kwa viongozi polisi kata, kwa wenye viti wetu, kwa waheshimiwa madiwani. Usione jambo lisilo la kawaida ukalimezea macho ukaliacha, liseme ili hatua ziweze kuchukuliwa. Usione mkusanyiko wa vijana upo tu ukajua labda ni vijana. Hapana, toa taarifa ili vyombo vya ulinzi na usalama viweze kuchukua hatua. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana. Nishukuru kwa hii nafasi. Niwaombeni tuendelee kulinda tunu yetu ya taifa. Tuhakikishe tunaenda kulinda amani yetu. Siku hile Sheikh Jongo ya tukio lilipotokea, mimi nilikuwepo ofisini. Na nilirudi ilikuwa usiku kurudi nyumbani. Niliona watu walivyopata taabu ambao wengine hawajui. Yuko ndugu yangu mwingine alikuwa ameenda zake Sinza kikazi, lakini baada ile tukio hakurudi nyumbani kwake baada ya siku 3. Hakuwa na hela, hakuwa na nini. Hata ndugu yake namna ya kumtumia pesa ilikuwa ngumu.
na wakati mwingine hata uaminifu unakuwa mdogo. Sheikh Mziwanda alikuwa ananiangalia, ni kweli alikuwa kazini au vipi? Ndio hivyo, lakini amezuiwa siku ngapi? Siku 3, hajaweza kurudi nyumbani. Lakini yuko mama mmoja nilienda kumtembelea Gongo la Mboto, alikuwa anapika vitumbua. Alikuwa yeye anachukua kwa mali kauli, akishamaliza anarejesha. Uharibifu ulipotokea na yeye akiwa alikimbia, hakumbuki jiko liko wapi, hakumbuki sufuria iko wapi. Yule mama alikuja kwangu kuniomba, DC nisaidie nianze mtaji, nitafute jiko, nitafute mafuta, nitafute mtaji wa kupika vitumbua. Wako wangapi ambao ndugu zetu walikuwa wanataka kwenda hospitali, walishindwa nafasi ya kwenda hospitali? Wako wangapi walitaka kwenda hata kwa ndugu wamepata msiba, walishindwa kupata nafasi? Wako watu walifiwa na ndugu zao hospitali, walishindwa kupata nafasi ya kwenda kuchukua maiti kuja kuwazika ndugu zao. Kwa sababu gani? Hakupitiki barabarani, barabarani kumezuiwa, nyumbani hamwezi kukusanyika. Wako wengine walinipigia simu kwamba DC, mimi ndugu yangu mjomba wangu alikuwa anaumwa, amefariki Muhimbili. Je, naweza kwenda kuchukua maiti nije nimzike? Unaogopa mjomba wako ameugua, amefariki, unataka kwenda kumchukua, huwezi kwenda kumchukua. Na imani ya dini nakwambia, mtu akifariki mbebe siku hiyo, nenda kamziki. Imani na msuta, mazingira yanampa ugumu. Amani haipo, imani inamtaka akafanyaje? Akamziki. Lakini wako wengine ambao walikuwa wanapata changamoto kwa watumishi, walikuwa wanaomba tuwasaidie kuwapelekea askari kufanya shift ya madaktari. Wako wengine walikuwa na hospitali zao, walikuwa wanahitaji kupata hata mafuta kwa ajili ya kurani generator, kwa ajili ya dialysis na shughuli zingine. Walipata tabu, ilibidi kwenda kuwachukua na kwenda kuwaombea mafuta mbali. Tusiitake Tanzania yetu urudi huko. Tuangalie wengine huko kote kulikotokea duniani. Wale wote duniani huko ambao waliandamana, baada ya kuandamana, nani kati ya wale walioandamana alipata uongozi? Angalia wale waliokuwa wanaandamana huko, wanaosema wameandamana ABZ. Kati ya wale wote walioandamana, nani baada ya kuandamana alikuwa na magari? Nani aliyekuwa anaandamana baada ya kuandamana aliweza kuwa na wake 3 4? Nani baada ya kuandamana alikuta na nyumba? Utafanya hayo, utarudi kwenye umaskini wako ule ule, ila utakuwa umekuza chuki kati ya wewe na jirani yako. Kwa sababu kama walivyosema Sheikh Jongo na kiongozi wetu, sisi wa Tanzania tunajuana. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu. Kila anayekuja kutenda tendo unamjua. Niwaombe vijana wenzangu, msamaha wa Mheshimiwa Rais tumeona. Kati ya wale watu wa aina mbili, waliotolewa msamaha na waliokuwa wanalilia msamaha, walikuwa wa aina mbili. Waliokuwa wanaombewa msamaha ni watoto vijana wa kiume. Uongo kweli? Waliokuwa nje wanalia ni kina mama. Uongo kweli? Nenda pale mahakamani baada ya msamaha wa Mheshimiwa Rais kutoka, angalia nani walikuwa wanafarijika na kulia machozi ya furaha. Ni kina nani? Kina mama. Nani walikuwa wanakwenda kuwakumbatia mama zao wakiwa wanalia? Ni nani? Vijana. Niwaombe vijana, tusifanye mambo ambayo tutawaumiza wazazi wetu. Wako vijana wengi wana mihamko, lakini unamuumiza mama yako na baba yako, unamuumiza mjomba wako. Wewe unaenda barabarani, mama yako analia. Wewe unaenda barabarani, mjomba wako analia. Wewe unakimbizwa, unaumia miguu, shangazi yako analia. Sisi vijana tusiwaumize wazazi wetu. Tusitumike kuwaliza baba zetu, tusitumike kuwaliza mama zetu. Tulimliza mama wakati ana uchungu, wakati wanakwenda kutuzaa. Tusimlize leo hii, mama ameshatulea kwa umri huu. Asalamu alaikum. Nashukuru sana kwa nafasi. Asante sana.